Katika Qur'ani tukufu Allah subhanahu wa ta'ala anapoangazia pindi mume na mke wanapokuwa ni wenye kukosana, wakawa ni wenye kuteta, mpaka ikabidi watu waingilie kati yao, wakaja watu upande wa mume, wakaja watu upande wa mke. Madamu hawa wawili wameshindwa kuelewana, kama vile watu wanapokuja wakati wa kuleta posa, kama vile watu huja upande wa mume na watu huja upande wa mke, Allah subhanahu wa ta'ala atoa mwongozo, ndoa isifunjike, mume na mke wasiachane, wasiwe ni wenye kujiamulia. Madamu wameshindwa kuelewana wakataka kuachana, basi wasiwe ni wenye kufanya hivyo. Upande wa mume watokezee watu na upande wa mke watokezee watu, na watakuwa ni wenye kupata mwelekeo uliokuwa sawa, lakini kwa sharti. Watukufu waumini, kuna neema ambayo Mwenyezi Mungu hutoa, na neema hii huwezi kupata kupitia mali yako hata iwe ni nyingi kiasi gani, na huwezi kupata kupitia ujanja wako hata uwe mwerevu namna gani, na neema hii huwezi kupata kupitia elimu yako hata uwe na elimu nyingi kiasi ya bahari. Neema hii ni neema ambayo Mwenyezi Mungu akikupatia, basi wewe mambo yako yamekuwa ni yenye kukunyokea hapa duniani na pia kesho akhera. Neema hii ni neema ambayo mitume wa Mwenyezi Mungu waliitambua na wakajua kwamba bila hii neema hawatakuwa ni wenye kufanikiwa. Nayo ni neema ya tawfiq. Tawfiq ni neno ambalo twalisikia sana na ni neno ambalo lina maana nzuri. Tawfiq maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu akujalie ni wewe uwe ni mwenye kusibu, bimaana uwe ni mwenye kupata mambo yako yawe sawa, na kila uamuzi unaofanya uwe ni uamuzi wa sawa, na kila hatua unaichukua ni hatua ya sawa. Neema hii ya tawfiq ni neema ambayo mitume wa Mwenyezi Mungu waliitamani, kama ilivyokuwa hali ya Nabii Shuaib. Baada ya kufanyia da'wa watu wake, akawa ni mwenye kusema wama tawfiqi illa billah, na mimi siwezi kupata hii tawfiqi illa kupitia Mola wangu. Na Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwenye kueleza kwamba yule anayepata tawfiq, bimaana yule ambaye anakuwa ni mwenye kuwezeshwa na Mwenyezi Mungu kuchukua hatua ya sawa katika maisha yake, yule ambaye anakuwa ni mwenye kufanya na Mwenyezi Mungu akuwa ni mwenye kufanya uamuzi wa sawa katika kila jambo lake, basi huyu amepata tawfiq. Na Mwenyezi Mungu akikupa tawfiq, basi wewe ni katika watu wa peponi. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema wa ahlul jannati thalath, watu wa pepo ni aina tatu. Akataja mmoja katika hawa watu akasema dhu sultanin muqsid mutasaddiqin muwaffaq, ni mtu ambaye ni mwadilifu katika mambo yake na kiongozi, na yule ambaye mkono wake uliokuwa wazi. Muwaffaq ni yule ambaye aliyepewa tawfiki na Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu waumini, Allah subhanahu wa ta'ala akikupatia tawfiq, bimaana akikuwezesha uweze kufanya uamuzi wa sawa, akikupatia tawfiq, bimaana akawa ni mwenye kukusaidia katika kila hatua yako, hatua yoyote unaichukua ni hatua ya sawa, basi wewe umekuwa ni katika wale ambao walioahidiwa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tawfiki hii mpaka Mwenyezi Mungu akupatie, basi kuna sababu ambazo ulama wameweka. Na hii tawfik, bimaana ulama wakasema ni kwamba Mwenyezi Mungu asikuache katika mambo yako, Mwenyezi Mungu aweke mkono wake katika kila jambo lako, Mwenyezi Mungu akuongoze katika kila hatua yako. Hii ndio maana tawfik. Na kinyume ya tawfik ni khudlan, ni Mwenyezi Mungu akuache kwa nafsi yako, yani akuache nafsi yako itakupeleka wapi. Na siku Mwenyezi Mungu akitoa mkono wake, siku Mwenyezi Mungu akiamua kukuacha wewe na nafsi yako, basi utakuwa ni mwenye kuangamia, waliyadhu billah. Ndipo Rasul sallallahu alayhi wasallam amfundisha binti yake Fatima binti Rasulillah, amfundisha dua hii, akamwambia sema kila asubuhi na jioni, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith
aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, ewe Mola wetu uliyekuwa hai ambao usiyekufa, Al-Qayyum, anayedumu ambaye asikosekana. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika, naomba kwa rahma zako, si kwa wema wangu, si kwa uchamungu wangu, la, na kuomba wewe kwa rahma zako. Astaghith, naomba msaada wako, birahmatika astaghith. Aslih li sha'ni kullahu, kila jambo langu ya Rabbi nitengenezee, ninyoshe, bimaana nipatie taufiki katika mambo yangu, na wala usinifanye nipate khudhlani, bimaana usiwe ni mwenye kuniacha. Aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi, na usiniache mimi kujiamulia mambo yangu, ukaniacha ukatoa mkono wako katika maisha yangu. Tarfata ain, hata iwe ni muda mdogo kiasi ya mtu kupata lepe la macho, yani within a blink of an eye, hata muda huo usiniache ya Allah. Usiniache muda huo kwa nafsi yangu, kwa sababu ukiniacha mimi kwa nafsi yangu, mimi sitafanya uamuzi uliokuwa sawa, na mimi sitakuwa ni mwenye kuchukua hatua iliyokuwa sawa. Kwa hivyo nakuomba wewe Mola wangu, wewe Mola wangu ambao ulikuwa hai usiyekufa, unayedumu usiyekosekana, na kuomba kwa rahma zako, kwa wema wako, si kwa wema wangu. Aslih li sha'ni kullahu, mambo yangu yote ninyoshe, mambo yangu yote nitengenezee. Wala takilni ila nafsi, na usiniache hata siku moja kwa nafsi yangu. Tarfata ain, iwe ni muda mchache kiasi ya mtu kwa blink of an eye, mtu kufungua macho na kufungua, hata muda huo mdogo usiniache kwa nafsi yangu, nishike, simama na mimi. Hivi ndivyo Rasul sallallahu alaihi wasallam amlea binti yake Fatima, ampatie mafundisho haya: mwanangu, muombe Allah asimame na wewe, binti yangu, basi uwe ni mwenye kutamani Mwenyezi Mungu kuwa na wewe, asikuache kwa nafsi yako, kwa sababu siku Mwenyezi Mungu akikuacha, nafsi yako ikupeleke itakavyo, basi utaangamia. Na usitamani Mwenyezi Mungu akuache hata kiasi ya muda mdogo kiasi gani, hata iwe ni kiasi ya mtu kufunga na kufungua macho. Ayuha almu'minun, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam aeleza ya kwamba kuna waja wa Mwenyezi Mungu kupewa taufiki yake. Asema sallallahu alayhi wasallam, inna Allah idha ahabba 'abdan ista'malahu, inna Allah idha ahabba 'abdan ista'malahu. Na katika riwaya, inna Allah idha ahabba 'abdan asalahu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala pindi akikupenda, pindi akikuchagua, basi Allah jalla jalaluhu huwa ni mwenye kukutumia katika milango ya kheri. Mwenyezi Mungu akikupenda jalla jalaluhu, basi huwa subhanahu wa ta'ala yakuwa ni mwenye kukufinika kwa asali. Masahaba wakashangazwa na maneno haya, ya Rasulullah, ma ma'na asalahu? Qala sallallahu alayhi wasallam, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mauti, Mwenyezi Mungu atampatia taufiki, atamwezesha kila uamuzi wake uwe sawa, kila hatua yake ni sawa. Mwenyezi Mungu atakuwa ni mwenye kumfanya hivi kabla kufa kwake. Washangaa, mtu miaka 40, miaka 50 alikuwa amepotea, kisha mwisho wa umri wake Mwenyezi Mungu ni mwenye kumshika mkono, hafanyi uamuzi isipokuwa sawa, hachukua hatua, hawi ni mwenye kuchukua hatua ila isipokuwa hatua ya sawa. Na hii yapatikana kwa sababu Allah amempatia taufiki katika mwisho wa umri wake, na hii ni ishara ya kwamba Allah yumpenda yule mja. Ayuha almu'minun, taufiki hii ambayo tuitafuta tutaipata namna gani? Taufiki hii ambayo tutaitamani tutaipata namna gani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba kila kitu kina sababu, na hizi sababu ya mtu kupata taufiki, ulama ametaja ni sababu kadhaa. Sababu ya kwanza ulama ametaja an-niyatu salihah, an-niyatu salihah. Mmoja wenu anapokuwa na nia iliyokuwa sawa, nia iliyokuwa nzuri, nia iliyokuwa ya kweli, ya kwamba yataka Mwenyezi Mungu amshike mkono, basi Allah subhanahu wa ta'ala hapo humshika huyu mja wake mkono. Ayuha almu'minun, tawfiki hii Allah subhanahu wa ta'ala bainisha katika kitabu chake akisema ya kwamba kwa yeyote ambaye anayekuwa na nia nzuri akawa ni mwenye kutaka kunyosha mambo yake,
basi Allah huwa ni mwenye kumwezesha, akawa ni mwenye kumpatia tawfik, akafanya uamuzi wa sawa. Katika Qur'ani tukufu Allah subhanahu wa ta'ala anapoangazia pindi mume na mke wanapokuwa ni wenye kukosana, wakawa ni wenye kuteta, mpaka ikabidi watu waingilie kati yao, wakaja watu upande wa mume, wakaja watu upande wa mke. Madamu hawa wawili wameshindwa kuelewana, kama vile watu wanavyokuja wakati wa kuleta posa, kama vile watu huja upande wa mume na watu huja upande wa mke, Allah subhanahu wa ta'ala atoa mwongozo, ndoa isifunjike, mume na mke wasiachane, wasiwe ni wenye kujiamulia. Madamu wameshindwa kuelewana wakataka kuachana, basi wasiwe ni wenye kufanya hivyo. Upande wa mume watokezee watu na upande wa mke watokezee watu, na watakuwa ni wenye kupata mwelekeo uliokuwa sawa, lakini kwa sharti. Allah asema fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, watumilize watu kutoka familia mke, watumilize watu kutoka familia mume. Allah asema yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, ikiwa hawa wana nia nzuri, upande wa mume na upande wa mke wana nia nzuri, wako na nia kutaka hiyo ndoa kubakia, Allah subhanahu wa ta'ala asema yuwaffiqillahu bainahuma, Mwenyezi Mungu atatia tawfiki yake. Ndipo ulama wakasema kwa mtu yeyote ambaye anayetamani tawfiki ya Allah impate, afanye uamuzi wa sawa, achukue hatua ya sawa katika maisha yake, basi jambo la kwanza nia yake iwe nzuri, kama alivyosema Mwenyezi Mungu yurida islaha, kama kweli hawa wataka kutengeneza mambo, basi yuwaffiqillahu bainahuma, Mwenyezi Mungu atatia tawfiki baina hawa wawili. Ndipo ulama wakasema an-niyatu sadiqa wa niyatu salihah, nia ya sawa na nia ya kweli katika maisha yako itakuwa sababu ya Allah kukupatia tawfiki katika mambo yako. Jambo la pili, ulama wakasema yenye kumsaidia mtu kupata tawfiki katika mambo yake, Allah subhanahu wa ta'ala au Mwenyezi Mungu abainisha katika Qur'ani ya kwamba ni mtu kukubali ya kwamba tawfiki hupatikana kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Ndipo ulama wakasema hali ya Nabii Shuaib alipokuwa ni mwenye kutamani tawfiki, alitamka maneno haya akasema wama tawfiqi illa billah, wama tawfiqi illa billah, tawfiki mimi kufanya uamuzi wa sawa na kuchukua hatua ya sawa haipatikani illa kupitia Mwenyezi Mungu. Ndipo ulama wakasema kando na nia nzuri ya kwamba wataka tawfiki, basi jambo la pili, kumbuka ya kuwa Allah jalla jalalu ndio mwenye kutoa tawfiki. Ukiwa ni mwenye kukubali hilo, basi inakuwa sababu ya Allah kukupatia tawfiki. Sababu ya tatu, ulama wakasema yenye kumpelekea mtu kuwa na kupata tawfiki katika mambo yake, awe ni mwenye kufanya uamuzi wa sawa, awe ni mwenye kutekeleza, awe ni mwenye kuchukua hatua ya sawa, basi ni mtu awe na tabia tawakkul ala Allah, mtu kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Shuaib asema wama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu mimi tawfiki yangu haitoki illa kutoka Mola wangu, alayhi tawakkaltu, na mimi namtegemea yeye, na mimi namtegemea yeye Mola wangu. Ndipo ulama wakasema katika sababu kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kukupatia tawfik ni Allah jalla jalalu, uwe ni mwenye kumtegemea yeye subhanahu wa ta'ala. Na katika sababu ya mtu kupata khudhlan, mtu kuachwa na Mwenyezi Mungu, aachwa katika kufanya uamuzi wake, aachwa katika kuchukua hatua katika maisha yake, Mwenyezi Mungu amejiweka kando, amemwacha angalia atafika wapi, ni mtu kuwa ni mwenye kujitegemea mwenyewe, hamtegemei Allah subhanahu wa ta'ala. In yansurukumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di. Allah sema ikiwa mtapata nusra ya Mwenyezi Mungu, fala ghaliba lakum, hakuna ambaye atakayewashinda. Wa in yakhdhulkum, na Mwenyezi Mungu akiwaacha, faman dhal ladhi yansurukum min ba'di, una nani kando na Allah ambaye atakayekunusuru baada yake?
wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, na juu ya Mwenyezi Mungu wawategemee waumini, wamtegemee Mola wao. Ndipo ulama wakasema sababu ya tatu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukupatia taufik, akuwe asimame na wewe, akuwezesha uchukue hatua ya sawa katika maisha yako, akuwezesha uweze kufanya uamuzi wa sawa katika maisha yako, ni wewe kuwa na tabia ya tawakkul ala Allah. Sababu ya nne ulama wametaja yenye kuwa ni sababu ambayo ulama wametaja ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kukupatia taufik, ni wewe kumtubia Mwenyezi Mungu kwa makosa yako. Ayuha almu'minun, hakuna adui mkubwa katika maisha yako kama madhambi uliyoyafanya. Madhambi ni sababu ya wewe kufungiwa milango ya khairi. Madhambi inakuwa sababu ya wewe kunyimwa ilmu na nuru ya Mwenyezi Mungu. Madhambi ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukufungia milango ya riziki. Madhambi ni sababu ya Allah kukufungia katika hatua yote unajaribu kufanya. Waona kila mahali unapokwenda au kila hatua unayochukua kuna pingamizi mbele yako. Ndio maana ulama wakatubainishia kwamba sababu kubwa ya Allah kukufariji ni wewe kumwomba Allah msamaha kwa yale uliyoyafanya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabillahi Nuh ambia watu wake, istaghfiru rabbakum, muombeni Mola wenu msamaha, innahu kana ghaffara, Mwenyezi Mungu hawabagui, atawasamehe kwa yale mliyofanya. Mkiwa ni mwenye kupewa, ikiwa mtakuwa ni mwenye kupewa msamaha, natija itakayopatikana ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atajalia kwamba mvua mliokosa, yursilis samaa alaykum midrara, ni mali umekosa, wayumdidkum bi amwali, ni watoto umekosa, wa banin, waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhar, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Muna nani nyinyi na muna nini nyinyi? Mbona msimuombe Mola wenu msamaha mupate kuneemeshwa neema tofauti tofauti? Ulama wakasema huwezi kupata taufiki ya Mwenyezi Mungu ikiwa umekita mizizi katika kumasi Allah, na taufiki itapatikana pindi ukimwomba msamaha Mola wako, ukamrudia Mola wako, ukarekebisha mwenendo wako. Hapo Mwenyezi Mungu atakushika mkono, kila uamuzi unakuwa ni uamuzi wa sawa, na kila hatua inakuwa ni hatua ya sawa sawa, iwe katika dini yako, iwe katika dunia yako. Na jambo hili Nabillahi Shuaib alifahamu, kama alivyosema Nabillahi Shuaib, wama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib, hakuna tawfiqi illa kwa Mola wangu, na ikiwa maadamu tawfiqi yatoka kwake, alayhi tawakkaltu, nimemtegemea Mola wangu, wa ilayhi unib, na namrudia Mola wangu kumwomba msamaha. Kwa nini Nabillahi Shuaib asema namrudia Mola wangu kumwomba msamaha? Kwa sababu ulama wamesema ukimrudia Mola wako, ukarekebisha mwenendo wako, ukawa ni mwenye kuleta istighfari, hapo utakuja utaona namna Mwenyezi Mungu atakapokushika mkono. Kila uamuzi unafanya ni uamuzi wa sawa, na kila hatua chukua katika maisha yako ni hatua ya sawa. Ndipo ulama wakasema sababu ya nne ya Allah subhanahu wa ta'ala kukupatia taufik ni wewe kumrudia Allah na kumwomba msamaha. Sababu ya tano ulama wametaja ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kukupatia taufik, kando na kuwa na nia ya sawa, kando na kuamini kwamba taufik ni kutoka Allah peke yake, kando na kumtegemea Allah na kuwa na tawakkul, kando na kumrudia Allah na kumtubia. Sababu ya tano ulama wakataja ni kwamba katika sababu ya Allah kukupatia taufiki ni wewe kuwa ni mwenye kuwa na jihadun nafsi. Ayuha almu'minun, nafsi hii haitaki khair, nafsi hii yapenda raha, nafsi hii yapenda starehe. Lakini siku ukienda kinyume na nafsi yako vile inavyotaka, ukang'ang'ana katika kutekeleza faradhi za Allah, ukang'ang'ana katika kuongeza sunna na ziada, ayuha almu'minun, basi hapo angalia namna Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ataweka taufiki katika mambo yako na vipi Allah atakavyokuongoza.
hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yenye kuangazia namna Allah subhanahu wa ta'ala humpatia taufiki mja wake. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema kwamba Allah jalla jalaluhu asema, man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb, man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb, anayekuwa ni mwenye kumfanyia uadui wali wangu, rafiki yangu, basi Allah asema na mimi naye kuna vita baina yetu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza sababu ya mtu kuwa rafiki yake, akasema katika hadithi al-Qudsi, wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi, na mja wangu hawi ni mwenye kujileta karibu nami, hawi ni mwenye kujikurubisha kwangu, hawi ni mwenye kufanya khairi zaidi ya yale niliyomfaradhishia. Hakuna kitu Allah yuwapenda mja wake kutekeleza kama mmoja wetu kutekeleza faradhi. Waswali swala zako 5, wafunga mwezi wako wa Ramadhani, Allah akupa mali, watoa zaka, una mke umwangalia, una watoto wawalea, una wazazi wawajulia hali. Hakuna jambo kubwa mbele ya Allah kama yale ya faradhi ukatekeleza. Akasema, wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi, na mja wangu hawi ni mwenye kujileta karibu nami, hawi ni mwenye kunifurahisha, hawi ni mwenye kufanya yale ninayoyapenda zaidi ya yale ambayo niliyomfaradhishia. Wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, na huyu mja wangu baada ya kutekeleza ya faradhi achukua hatua ya ziada au ni mwenye kutekeleza nawafil. Naam, amefunga Ramadhan, aongeza siku 6 za Shawwal. Naam, ameswali swala za faradhi, yaongeza qablia na baadia. Naam, ametoa zaka ya wajibu ambayo Allah amemfaradhishia, hatosheki na hilo, yuko ni mwenye kutoa sadaka kila wakati. Naam, ametekeleza ibada ya hija, hatosheki na hilo, yuko ni mwenye kutekeleza ibada ya umra kila wakati. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema ya kwamba mja wa Mwenyezi Mungu akiwa katika hali hii, faradhi yang'ang'ana kutekeleza, kisha hatosheki na faradhi, akachukua hatua ya ziada, akawa ni mwenye kutekeleza ya ziada na ni nawafil kwa kila namna, kwa kila njia, basi mtu kama huyo asema Allah subhanahu wa ta'ala, yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, na mja wangu atakuwa katika hali hii, ang'ang'ana na faradhi na yongeza ya ziada, hali yake itakuwa hii mpaka Allah asema mja huyu nitakuwa ni mwenye kumpenda na nitampenda. Allahumma ja'alna minhum. Ya ajaba, sasa ajabu na hali ya mu'min pindi anapopendwa na Allah. Asema jalla jalaluhu, fa idha ahbabtu, pindi nikimpenda huyu mja wangu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adhani la u'inanna. Asema jalla jalaluhu, fa idha ahbabtu, nikimpenda mja wangu, basi angalia vile taufiki ya Allah hupatikana. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, Allah asema mimi ndo nitakuwa masikizi yake, bimaana masikizi yake hatakuwa ni mwenye kusikiza isipokuwa yanayomridhisha Allah, taufiki katika masikio yako. Wa basarahu alladhi yubsiru biha, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, Allah asema mimi ndo nitakuwa macho yake, bimaana macho haya ambayo huyu alikuwa akiangalia machafu haangalii tena machafu. Allah humruhusu, Mwenyezi Mungu humtilia taufiki katika macho yake, haangalii isipokuwa yale yanayomridhisha Allah. Baada ya kukesha na machafu abadilika, au ni mwenye kukesha kwa Qur'ani, kuangalia yanayomridhisha Allah. Kisha wa yadahu allati yabtishu biha, Allah asema mimi ndo mkono wake unaoshika, bimaana hawi ni mwenye kushika mkono wake kwa jambo lolote illa Allah jalla jalaluhu humpatia taufiki katika mkono wake. Ni biashara, ni contract ya sign, Mwenyezi Mungu amtilia taufiki, baraka katika uamuzi wake. Kisha Allah asema
wa rijluhu allati yamshi biha, na maguu yake mimi ndo nakuwa ni maguu yake, haendi pale ila ninapomruhusu mimi. Tawfiki ya Allah hupatikana. Yale ingekuwa ni hapo peke yake. Kisha Allah asema wala in sa'alani la utiyanna wala in ista'adhani la uidhanna. Na huyu mja wangu nishampenda, nishampatia tawfik katika macho yake, katika masikizi yake, katika mikono yake, katika miguu yake, lakini ngoja siku atakaponiuliza jambo, hata kuwa ni mwenye kutaka jambo kwangu, illa nitampatia. Wala in sa'alani la utiyanna wala in ista'adhani la uidhanna, na hata kuwa ni mwenye kutaka kinga, protection, kutaka jambo lolote, illa nitampatia hiyo kinga na protection anayotafuta. Ayuha almu'min, tawfiki ya Allah ikipatikana katika maisha yako, wallahi utaishi maisha mazuri hapa duniani na pia kesho akhera. Tawfiki hii mitume wa Mwenyezi Mungu walitamani, kwa sababu walikuwa wakifahamu maana yake. Alivyosema Nabii Shuaib, wama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala nabiyyil mustafa. My beloved brothers and sisters, there's an element of khair that a believer should seek in every circumstances, and that is tawfiq. And tawfiq is the ability to make the right decisions in your life, and it's the ability of taking the right steps in your life. This ability does not come unless you've achieved several things in your life. It only comes from Allah subhanahu wa ta'ala, and for you to attain it, Allah subhanahu wa ta'ala has given us certain deeds that if we come with, Allah will guide us to make the right decisions in our lives, and Allah subhanahu wa ta'ala will enable us to take the right steps in our lives. Making the right decision is very important, and taking the right step in your life is very important. Because if you make a wrong decision and take the wrong steps in your life, then you're doomed to fail in this world and in the hereafter. Allah subhanahu wa ta'ala has given us guidance on how tawfiq is important in our lives. It's something that even the messengers of Allah were seeking, and that was the case of Nabi Shuaib alayhi salam, when he says, my success and my tawfiq does not come from anyone other than Allah subhanahu wa ta'ala. And when Allah grants you tawfiq, it means that Allah subhanahu wa ta'ala is guiding you and is in control of your life, and is guiding you in making the right decisions and taking the right steps. But when tawfiq is not around, and when tawfiq is not found in your life, then it means that Allah has left you to make your own decisions without His guidance. And this is something that you should always seek refuge, that Allah forsakes you, wal-'iyadhu billah. Because there are people that Allah has forsaken them because of the decisions that they're making. And our Rasul sallallahu alayhi wa sallam taught his daughter Fatima bint Rasulullah that she should seek refuge from Allah, that Allah should not forsake her. When he taught her the famous dhikr that we do every morning and evening, Ya Hayyu Ya Qayyum, O Allah, You are the ever-living and everlasting, Birahmatika astaghith, and I seek help through your mercy. Aslih li sha'ni kullah, make my affairs all to be right. وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي, and do not leave me upon myself. طَرْفَةَ عَيْنٍ, even if it's a time that is so minimal, the time that is you can compare to the blink of an eye. That is what our Rasul sallallahu alaihi wasallam taught his daughter, that ask Allah to stand by you, and Allah should not forsake you, no matter how small the time is. Because the moment Allah leaves you upon your soul and He forsakes you and does not grant you tawfiq, then know that you're doomed to fail in your dunya and your akhirah. You're going to make the wrong decisions and take the wrong steps. How do you attain this tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala? It is something that you cannot attain through your wealth.
Nor is it that something that you can attain through your knowledge. Nor is it that something that you can attain through your wits and you being intelligent. It all comes from Allah subhanahu wa ta'ala. And then Nabiullah Shu'aib alayhi salam acknowledged this, that tawfiq only comes from Allah. You being able to make the right decisions only comes from Allah subhanahu wa ta'ala. There are certain acts of worship that if we do, it will be a reason for Allah subhanahu wa ta'ala to grant us tawfiq. The first is making dua, that Allah does not forsake you. Ya Hayy Ya Qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn. The second reason that the scholars have mentioned is you acknowledging that tawfiq only comes from Allah. Wa ma tawfiqi illa billah. The third reason that the scholars have mentioned is you entrusting Allah and putting your trust upon Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ, and I put my trust upon Allah. The other reason that Allah subhanahu wa ta'ala will grant you tawfiq is by you seeking forgiveness from the mistakes that you've done, because your biggest enemy is your sin, because your sin is your downfall, and it's going to cause you distress in your deen and in your dunya and in your akhirah. Ayyuhal mu'minun. That is why Nabiullah Shu'aib, when he was seeking tawfiq, he asked Allah for forgiveness and he said, I'm repenting to Allah and I'm going back to Him. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. Other than that, one of the easiest way that Allah subhanahu wa ta'ala will grant you tawfiq is by you establishing ibadah and working upon what Allah subhanahu wa ta'ala has commanded you to do. Starting with what is fard, by praying your 5 daily prayers and fasting the holy month of Ramadan and giving the zakat that Allah subhanahu wa ta'ala has enjoined you to do. And you performing hajj and doing whatever Allah has obligated you to do. And you should not be satisfied with what Allah has obligated you with. You go that extra mile so that you can achieve more, and you do more salah, and you pray during the night and during the day. Yes, you've given your zakah and you give those extra sadaqah. Yes, you perform hajj, but you make time to go and perform umrah. You're seeking that extra reward because you're not satisfied by doing what Allah has obligated you to do. You do what is extra. The moment you're able to do that, then that is how you attain the love of Allah. And the moment Allah loves His servant, tawfiq comes in every step that he takes. To the extent that Rasul sallallahu alaihi wasallam said that Allah explains it, He says, I will be His sight, and I will be His ears, and I will be His hands, and I will be His legs. Allah will not forsake that servant. Any decision that you're going to make, these eyes, you'll only use it with what Allah has asked you to do. These ears, Allah will grant you tawfiq. Any decision that you make upon your ear, you'll only listen to what Allah loves. These hands, you're only going to touch what Allah has allowed you to. These feet, you'll only walk to what Allah has allowed you to do. Allah has taken full control of your life. Yes, He's in control, but there is that control that Allah gives the awliya, His friends. And it reaches a level that is far. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. And this servant of mine that I've loved, he would never ask me anything unless I'm going to grant him. وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. And he would never seek protection from anything unless I will grant him that protection. My beloved brothers and sisters, you should seek tawfiq in all your affairs. Because if Allah grants you tawfiq, then know that you've succeeded in dunya, you've succeeded in your deen, and you've succeeded in your akhirah. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam mentions that whenever he loves a servant, he uses him. In a narration, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam says, إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَبَّ عَبْدًا اسْتَعْمَلَهُ أو إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَبَّ عَبْدًا عَسَّلَهُ. Whenever Allah loves His servant, عَسَّلَهُ, He covers him with honey and He sweetens him.
أو استعمله, he uses him. قال كيف ذاك? How is that يا رسول الله? Someone who has been disobeying Allah throughout his life. Then Rasul sallallahu alaihi wasallam says, يوفقه لعمل صالح قبل موته. Allah will grant him and enable him to do righteous deeds before he died. Yes, 30 years, 40 years, 50 years, he messed up. And he had a span of 5 or 10 years. But in these 5 or 10 years, Allah granted him tawfiq, يوفقه لعمل صالح قبل موته. May Allah allow us to reach that level. عباد الله, إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته القدس وثلث بكم عباد الله حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.